miradi minne. Moja, huu leo wa kunyanyua tuta. Hifadhi ya maji pale ni maji lita bilioni 12.6 hivi. Tutakaponyanyua lile tuta, zinaonekana hizo mita 2.5, si nyingi, labda kama kutoka hapa mpaka hapo chini mpaka hapo juu, ndio tuta linanyanyuliwa kwa hatua hiyo tu. Lakini upana na ukubwa wa mini, maana ni kwamba tunaongeza maji kwa lita bilioni 10 hifadhi ya pale itaongezeka kwa bilioni 10. Kile kimwagio kile spillway nayo inabidi ipandishwe juu kwa mita hizo 2.5 kutoka pale ilipokuwa. Kwa wale ambao tumewahi kwenda sana pale tunajua nayo inanyanyuka juu. Kwa bwawa tunalinyanyua juu. Sasa pana mambo mengi pale. Pana watu ambao wanatuzunguka pale wanachangia kwenye uharibifu wa mazingira ya maeneo yale. Eneo lile lina mipaka ya mita 500, pasiwe na shughuli nyingine yoyote pale isipokuwa hifadhi ya mazingira. Naomba niwaombe wana Morogoro wenzangu, maji yale hayana mwenye maji. Mwenye maji ni sisi wote, wanufaika ni sisi wote pamoja na wao. Kwa hiyo swala la kutunza mazingira na hifadhi ya pale kwenye bwawa la Mindu halina mjadala, no negotiation. Vinginevyo tutakuwa tunafanya uwekezaji wa bilioni 220 alafu tunafanya uharibifu wa mabilioni. Sasa hiyo ni kitu ambacho hatuwezi kukubali. Kuna watu wanataka wanachimba madini kule juu, leseni zao hazina uhakika. Nimeshatoa maelekezo kwa afisa madini aende akasitishe lile jambo kule juu. Hatuwezi kuruhusu aina yoyote ya uchafuzi wa mazingira ambao unaleta maji huko kwenye bwawa kwa matumizi ya watu wote wa Morogoro, zaidi ya watu milioni 1 wa mjini hapa. Haiwezekani. Gharimu shilingi milioni 33 za Tanzania, na tunatarajia kutekelezwa ndani ya miezi 18. Kwa ufupi, huo ndio mradi ambao leo tunatia saini, lakini kama nilivyosema, lengo lake kubwa ni kuhifadhi maji kwa wingi kuliko uwezo wa sasa, lakini pia kwa kufanya kazi hii tutawezesha sasa kuwepo kwa uhakika na salama maji katika manispaa yetu. Na mradi huu kama nilivyosema ni sehemu ya mkakati wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kama ambavyo inaelekezwa katika dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 dira 2050. Lakini pia uamuzi huu kama nilivyosema utawezesha sasa tuwe na maji ya kutosha kuweza kuzalisha kwenye mitambo yetu ya Mafiga SUA. Mafiga SUA, mheshimiwa mgeni rasmi, tuna mtambo mmoja ambao unazalisha lita 27, lakini tukiongeza na ule mtambo ambao unajengwa tunaweza kuzalisha lita 81 pale. Lakini pia tuna provision pale Mafiga SUA ya kujenga mtambo mwingine wa kuzalisha lita 27. Kwa jumla Mafiga SUA peke yake tunatarajia tutakuwa tunazalisha lita 108 kwa siku pale Mafiga SUA, kama tukiweza kukamilisha na mradi huo mwingine ambao unapaswa kutekelezwa pale. Kwa sasa hivi tunatafuta chanzo kingine cha fedha kwa ajili ya kujenga mtambo wa lita 27 pale Mafiga SUA ambao bado hauna financing.